إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا عباد الله ndugu zangu waislamu hatunabudi kumhimidi Allah jalla wa ala Allah ambaye ametufadhilisha na kutuneemesha tukaidiriki siku ya leo, siku tukufu, siku ya Eid, siku ambayo ya jana yake ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini hii, akaukamilisha Uislamu huu pale aliposema ndani ya Qur'an, leo hii nimeikamilisha juu yenu dini yenu na nimezitimiza juu yenu neema zangu na nikawaridhia Uislamu ikawa ndiyo dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, fahamuni ya kwamba hii dini ya Uislamu ni dini ambayo imekamilika katika kila hatua ya maisha ya mwanadamu. Hakika dini ya Uislamu si dini tu ambayo inaishia katika masala baadhi ya kimaisha, bal huwa manhaju hayatin mutakamil, bali Uislamu ni njia ya maisha iliyokamili wa shamilu, na ni wenye kuenea katika kila nyanja ya maisha ya mwanadamu. Na Uislamu umeziweka kanuni na misingi ambayo ni yenye kutatua kila tatizo na kila shida inayomtokea mwanadamu katika maisha yake. Na yeyote atakayedhania ya kwamba kuna utatuzi wa matatizo ya kibinadamu ambao haujazungumzwa ndani ya Uislamu, basi mtu huyo atakuwa imma ni mpungufu wa elimu au atakuwa hafahamu kile anachokizungumza. Ibadallah, يقول الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى anaeleza ndani ya Qur'an, ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. tumeteremsha juu yako ewe Muhammad kitabu ambacho ni Qur'an, ambayo ni yenye kutatua matatizo yote. Qur'ani hii ni yenye kutibu kila aina ya tatizo, wa hudana ni mwongozo, wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na vile vile ni rahma na ni bishara njema kwa Waislamu. Aya hii ndugu zangu Waislamu inaonyesha ya kwamba Uislamu ni solution ya kila tatizo ambalo linamkabili mwanadamu katika maisha yake. Miongoni mwa matatizo ambayo yanawakabili wanadamu ni matatizo ya al-faqri,
walbatala wa takaddus atharwat, ni matatizo ya ufakiri, matatizo ya maisha magumu, hali ngumu za kimaisha. Lakini Uislamu umeweka njia namna gani yatakatuliwa matatizo haya. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria ya az-zakah, akaweka sheria ya zaka ndani ya Uislamu. Lakini vile vile Uislamu ukaharamisha ar-riba, ukahalalisha biashara na watu kujituma katika kazi, lakini ukaharamisha riba ambayo ni dhulma, ni kufanya kazi kwa ajili ya migongo ya watu. Uislamu ukaharamisha mambo hayo. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala akahalalisha biashara na akaharamisha riba, kwa sababu riba ni unyonyaji, ni njia ambayo yule asiyekuwa nacho ananyonywa na tajiri. Mfumo huu ukawa ni mfumo wa dhulma. Lakini Uislamu ukaweka mifumo ya az-zakah, utaratibu wa watu kutoa zaka, wale wenye mali watoe zaka ili wawasaidie maskini na mafukara wasiokuwa navyo. Ibadallah, qala al-Imam Ibn Hazm rahmatullahi ta'ala alayhi وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. na pamefaradhishwa, anasema al-Imam Ibn Hazm, pamefaradhishwa juu ya matajiri katika kila mji wawasimamie mafakiri wao, wayujbiruhum as-sultan ala dhalik, na aweze kuwalazimisha mtawala juu ya jambo hilo. Mtawala Muislamu anatakiwa walazimishe matajiri watoe mali juu ya mafakiri. illa mtaqumu az-zakatu bihim, ikiwa zaka haijasimama juu yao basi watoe as-sadaqa. Njia ya kutoa zaka na sadaka ni njia ya kupunguza ufakiri baina ya Waislamu, kwa sababu yule ambaye anapewa zaka akiwa alikuwa hana, na yeye atafanya biashara, atajishughulisha, kesho na yeye anasaidia watu wengine. Ibadallah, Uislamu unazungumzia al-mushkilatu al-ijtimaiya, matatizo ya jamii, mfano at-tafakkuk al-usari wa huquq al-walidain. Miongoni mwa matatizo ya kijamii ni mparaganyiko wa familia ambao unaonekana katika zama za leo. Ni wazazi kuasiwa na watoto kukosa heshima kwa wazazi wao. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amelitatua tatizo hili ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, na amehukumu Mola wako asiabudiwe isipokuwa yeye, na wazazi wawili kuwafanyia wema. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza juu ya jambo la kuishi na wanawake kwa wema. khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule aliyekuwa mbora wenu kwa wake zake. Wa ana khairukum li ahli, na mimi Mtume ndiyo mbora wenu zaidi kwa wake zangu na familia yangu. Ibadallah, tatizo hili ni tatizo la kijamii, tatizo ambalo imefikia hatua leo talaka zimekuwa ni nyingi, magomvi yamekuwa ni mengi katika familia. Lakini Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anaeleza, anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhun, ikiwa mtawachukia hao wanawake, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira, huenda mkalichukia jambo kwa mwanamke, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwa mwanamke huyo khairi nyingi. Allah akakuruzuku watoto waliokuwa wazuri kupitia mkeo. Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha wanaume waishi na wake zao kwa wema, na miongoni mwa wema ni kumtamkia mkeo maneno mazuri, na miongoni mwa wema ni kuishi na mkeo kwa upendo na kutokumtapeli mkeo katika mapenzi, na vile vile ni kumhudumia mkeo na kuyafanya yale ambayo yataonyesha mapenzi baina yako wewe na mkeo. Ibadallah, lakini vile vile huququl walidain, kuasi wazazi wawili. Leo jamii ya Kiislamu inakumbwa na tatizo la wazazi kutokusikilizwa na watoto.
lakini Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea tatizo hili ndani ya Qur'an, akalifungamanisha na kuabudiwa yeye, kuonyesha umuhimu wa mtoto kumtii mzazi wake. Ibadallah, vile vile miongoni mwa matatizo ambayo yanayowakumba wanajamii ni al-yas wal-qalaq, ni jambo la kukata tamaa, watu kuwa na huzuni katika maisha yao. Huzuni mbalimbali zimetanda na stress zimekuwa ni kubwa, mawazo yamekuwa ni mengi juu ya maisha tuliyonayo. Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka njia ndani ya Qur'an itakayotatua matatizo ya huzuni na mawazo katika maisha ya wanadamu. Akaamrisha jambo la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akaamrisha jambo la kumwabudu Allah jalla wa ala, akaamrisha sala. Ni miongoni mwa vitu vinavyotuliza nyoyo. يقول الله جل وعلا، أنا سمع الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. walioamini zinatulizana nyoyo zao kwa sababu ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tambueni, kwa sababu ya kumkumbuka Allah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, zinatulizana nyoyo. Lakini vile vile muumini akaamrishwa anapopata matatizo awe ni mwenye kusubiri, na anapopata neema awe ni mwenye kushukuru neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miongoni mwa sababu ya kupata furaha katika maisha yako. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، ajabu iliyoje kwa jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair, hakika kila jambo kwa mu'min kwake yeye ni khairi. In asabathu sarra, akipata na jambo la kufurahisha, shakara fakana khairan lah, anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni khairi kwake yeye. Wa in asabathu dharra, na akipata na jambo lenye madhara, akikumbwa na mtihani, muislamu akaamrishwa juu afanye subra, sabara fakana khairan lah, anasubiri juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni khairi kwake yeye. Muislamu akaambiwa fahamu ya kwamba maisha ya dunia jinsi yalivyo yana hali mbili. Akapewa mafunzo ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna ya kwamba maisha ya dunia yana hali mbili: yaumun laka wa yaumun alayka. Kuna siku yako, kuna siku ambayo ni ya kwako, siku iliyo na furaha, lakini vile vile kuna siku ya huzuni. Haya ni maisha kwa kila binadamu. Kila Muislamu hali yake iko namna hiyo. Kuna wakati ambao atakuwa na furaha, yamemfurahisha baadhi ya mambo, lakini kuna siku ambayo atakuwa na huzuni. Akaambiwa siku ambayo amefurahia aweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwelekea Allah, kwa kujiepusha na maasi, atekeleze ibada, ashukuru neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akikunjuliwa katika mali na katika vitu mbalimbali, akipewa neema ya familia, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini siku ambayo amepata mitihani, akapata huzuni, asiwe ni mwenye kulalama, asiwe ni mwenye kulalamika na kukata tamaa. Anatakiwa asubiri, afanye subra. Wasabru huwa habsu nafsi, na kusubiri ni kuikamata nafsi, kuizuia nafsi juu ya yale yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwe mtu amepata ufakiri akaenda kuiba au akakumbwa na mtihani fulani, akaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia katika kufanya shirki kwa sababu ya mtihani uliomkumba. Afanye subra, likatatuliwa tatizo la kuziongoza nyoyo za Waislamu na kuzipa utulivu nyoyo za Waislamu ndani ya Qur'ani na Sunna, vikapatikana utatuzi wa tatizo hili. Ibadallah, enyi waja wa Allah, miongoni mwa matatizo ambayo yanayoikumba jamii ambayo yametatuliwa na Uislamu, intisharul jaraim wasariqa walqatl, ni kuenea maovu mbalimbali, kuenea matukio mbalimbali kama vile matukio ya wizi, matukio ya mauaji, utekaji, unyang'anyi, watu wanauawa katika njia mbalimbali. Uislamu katatua tatizo hili,
Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria ya al-qisas, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, na kuna juu yenu kisasi enyi watu, na ndani ya kisasi kuna uhai ya ulil albab, enyi watu wenye akili, la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kisasi ni sheria inayosimamiwa na mtawala, si sheria ambayo inasimamiwa na kila Muislamu. Maana wewe unapopigwa au akauawa ndugu yako, huna haki ya kwenda kulipiza kisasi kwa mtu huyo mpaka ile kesi yenu ipelekwe katika vyombo vinavyostahili ili iweze kusikilizwa kwamba yule ambaye haki yake imevunjwa aweze kulipwa. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika hija ya kuaga, akawa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha, hakika damu zenu kumwagwa ni jambo la haramu, wa amwalakum, na vile vile mali zenu kuchukuliwa pasina haki ni jambo la haramu. Kuchukua mali ya Muislamu pasina haki yake ni jambo la haramu. Wa a'radakum alaykum haram, na kuvunjiana heshima. Watu hawa wakavunja heshima za watu wengine, au watu hawa wakazua baadhi ya mambo kwa watu wengine, ni jambo la haramu. Ni katika mambo ambayo yanaitengeneza jamii ya Kiislamu ikaepukana na maovu mbalimbali. Ikawa Uislamu umeweka sheria kama alivyosema al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi, inna ash-shara'i'a inma wudi'at li masalih al-'ibad fi al-'ajil wal-ajil ma'a. Al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi anaeleza, anasema hakika sheria za Uislamu zimewekwa kwa sababu ya maslahi ya wanadamu duniani na akhira, wa hiya hifdhud din. Sheria zimewekwa kwa sababu ya kuhifadhi dini, wanafsi, na kuhifadhi nafsi za watu, wanasli, na kuhifadhi vizazi, walmal, na kuhifadhi mali, walaqli, na kuhifadhi akili za watu. Haya ni mambo matano ambayo ni lazima yahifadhiwe katika Uislamu. Uislamu ukahifadhi dini, tukaamrishwa tusimwabudu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tusiabudu vitu vingine katika mizimu, tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, tusiabudu mapango wala miti wala wanyama, tuzielekeze ibada zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusitegemee katika hirizi na vitu vingine, iwe haki ya kuabudiwa na kuheshimiwa na kutukuzwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Awe ni mwenye kuabudiwa Allah jalla wa ala, asishirikishwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuhifadhi dini. Lakini vile vile wanafsi, na kuhifadhi nafsi, pakawa kwa sheria mbalimbali za watu kutoka kuvunjiana heshima. Ukisoma katika suratul Hujurat, watu wakafundishwa jinsi ya kuishi, jinsi ya kutatua matatizo katika jamii. Linapotokea tatizo lolote, watu wakae sulhu, walitatue tatizo hilo, ikawa ni sababu ya kuitengeneza jamii ya Kiislamu. Lakini vile vile kuhifadhi vizazi wa nasli, na kuhifadhi vizazi, pakawekwa sheria ya kuoa, Waislamu waoane, waache na mambo ya zinaa, kwa sababu uzinzi unaharibu vizazi. Mtoto anakuwa hajulikani baba yake, mtoto hapati malezi yaliyokuwa mazuri. Ili kuhifadhi jamii, pakawekwa sheria za ndoa, Waislamu waoane katika njia iliyokuwa safi. Kijana anapofikia umri wa kubaligh anatakiwa aoe, aozeshwe, na vile vile binti anapofikia umri anatakiwa aozeshwe kijana huyu au binti huyu, ili paepukane na jambo la zinaa. Watu wakaharibu vizazi, wakavuruga mujtamaa. Watoto hawa ambao wanaozaliwa katika zinaa ndio wanaoleta matatizo katika umma, kwa sababu wanakosa malezi yaliyokuwa mazuri. Walmal, na vile vile kuhifadhiwa mali. Allah akakataza ndani ya Qur'an kuwapa mali zenu watu wajinga ambao hawawezi kuzitumia mali vizuri.
usimpe mtu mali yako ambaye hawezi kutumia mali vizuri. Mtu mharibifu wa mali hatakiwi kupewa mali wala pesa. Lakini vile vile pakawekwa utaratibu wa matajiri kuwasaidia mafakiri ili kuondoa zile husda, kuondoa maovu, kuondoa wizi, kuondoa njama za ujangiri na mambo mengineyo, ili watu wote wawe sawa katika jamii. Na vile vile kuhifadhi akili za binadamu. Pakawekwa sheria ya ukatazaji wa madawa ya kulevya, pakaharamishwa bangi, pombe, ili kuhifadhi akili ya mwanadamu. Ayuha nasu ibadallah, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza ndani ya Qur'an ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo halijatatuliwa na Uislamu. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عباد الله, baada ya ujumbe huu wa Eid, tufahamu ya kwamba leo ni siku ya furaha na ni siku ya kula na watu kufurahia na familia zao na ndugu zao pasina kufanya israfu, pasina kuchupa mipaka katika vyakula na vile vile kumwaga vyakula au kuharibu vyakula. Lakini vile vile watu wajitahidi kuepuka maovu katika siku ya leo, kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Watu wasiingie katika kumbi za starehe wakaharibu ibada walizokuwa wamezifanya. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba takabali sala zetu. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.